Kutokana na uwekezaji wa ufugaji wa samaki kwenye vizimba katika Ziwa Nyasa, wanufaika wa ufugaji wa samaki hao wamesema jambo ambalo serikali wamefanya la kuwawezesha wavuvi kufuga samaki na kuacha kufanya uvuvi hatarishi umewasaidia wao kwenda kubadilisha maisha yao mara baada ya kuanza kunufaika na ufugaji huo. Nihamasisha kufuga samaki, kwa samaki amekuwa ni biashara ambayo ina ushawishi mkubwa sana kuliko na biashara nyingine, kwa sababu ina uwezo wa kumvuta mtu, kwa sababu hiki ni kitoweo. Kwa ujumla, kulingana na uhamasishaji wa serikali kutuwezesha vijana, tunashukuru kwa ngazi ya wilaya kutuwezesha, na tunajua tutafikia mbali, kwa sababu mpaka kwa sasa hivi tumefikia kwenye hatua nzuri. Kuona mfano waliotangulia na sisi tulipoangalia tukaona na sisi bora tujiunge na hiki kikundi. Kwa hiyo tumefurahi sana. Hata tulipokuja leo kuangalia tumefurahi na tunashukuru wageni kuja kutembelea. Hata hivyo, kituo hiki kimezungumza na baadhi ya viongozi waliosaidia kuwezesha vikundi hivyo vya ufugaji wa samaki, ambapo wamesema matarajio yao ni kuona wananchi wanabadilisha maisha yao na kuondokana na uvuvi wa mazoea ambao umekuwa ukitahadharisha maisha yao kutokana na jiografia ya Ziwa Nyasa. Tumefanya ziara katika kata yetu ya Rupingu, tumekuja kuangalia vikundi ambavyo tumevikopesha kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba. Kimsingi tumeshatoa tayari mikopo kwa vikundi viwili. Kikundi cha kwanza kinaitwa Viumbe Hai, ambapo tumewapa fedha milioni 25 na wameweza kuweka vifaranga 20,000, na tayari vifaranga hivyo vimeshafika sasa hivi kwa muda wa miezi miwili na vinaendelea vizuri, na vijana kama vijana ambao wapo kwenye kikundi hicho wanaendelea na hilo zoezi. Kikundi kingine ambacho kimepatiwa mikopo kutoka kata ya Makonde, nao wanajiandaa sasa hivi, tuko katika hatua ya manunuzi ili sasa waweze kuanza na hatua ya kujenga vizimba, alafu waweze kutafuta vifaranga ambao wao wataweza kuweka vifaranga 30,000. Naitwa Festo Mkomba. Kitu cha kwanza tunashukuru kwa ujio wa mkuu wa wilaya, kwa sababu ofisi yake ndio inaidhinisha mipango mikopo ya halmashauri, na hapa tayari tuna vikundi viwili ambavyo vinaenda kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Lakini la pili, tunaloshukuru anazidi kuhamasisha kwamba wananchi wajitokeze kwa ajili ya kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ludewa Olivanus Paul Thomas amewapongeza wananchi kwa juhudi zao na kuwataka kuendelea kutumia rasilimali za Ziwa Nyasa kwa tija, ambapo pia amewakaribisha wawekezaji kufika katika ziwa hilo kuwekeza kwenye fursa za uchumi wa bluu, na kueleza kuwa Ziwa Nyasa lina mazingira rafiki na rasilimali za kutosha kukuza sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki. Hivyo tunafanya hivi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchumi wa bluu una implicate matokeo kwa wananchi na inaleta tija kwa uchumi wetu. Kama tunavyofahamu ya kwamba Ziwa Nyasa ni kati ya ziwa ambalo liko very deep. Kina chake ni kikubwa sana. Kwa hiyo instruments za kuvua kwenye hili ziwa zinahitajika zile ambazo ni kubwa, lakini pia inahitaji kutumia capital kubwa sana kwa ajili ya kufanya uvuvi. Njia rahisi ambayo inaweza kuleta tija kwa wananchi na pamoja na uchumi wa bluu katika sekta ya uvuvi ni kufuga samaki. Kutoka hapa wilayani Ludewa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.